Bwana, bubujika daima. Baba yetu uliye mbinguni, Muumba wa mbingu na nchi, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na hofu takatifu. Tunakushukuru kwa zawadi ya uzima, kwa pumzi ya uhai, na kwa nafasi hii ya pekee ya kutafakari neno lako takatifu. Bwana, tunatambua kuwa bila wewe hatuwezi kufanya neno lolote lenye maana ya milele. Hivyo tunakuomba utusamehe makosa yetu, utuhurumie, ututakase na utujaze na Roho wako Mtakatifu. Fungua macho ya mioyo yetu ili tuweze kuelewa kweli zako, na utupe neema ya kutii mapenzi yako. Tunakuomba uwepo wako utawale mafundisho haya, kila neno litakalotamkwa liwe ni kwa ajili ya kujenga. Kila neno litakalotamkwa liwe ni kwa ajili ya kuonya na kuandaa watu wako kwa siku kuu ya taabu inayokuja. Weka utulivu wa kiroho juu ya kila msikilizaji, na uongeze kila hatua ya mafundisho haya kwa hekima ya mbinguni. Tunakusifu na kukuinua, tukiamini kuwa umetukia pamoja nasi. Tunayaomba haya kwa unyenyekevu, kwa jina takatifu la mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu katika Kristo, kwa moyo wa shukrani na heshima kubwa, ninawakaribisha tena nyote katika somo letu ambalo ni somo la 4 katika mfululizo wa mafundisho haya yenye kichwa Dhiki Kuu Inakuja. Leo tunaendelea na somo hili muhimu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Zaidi tukilenga kujifunza maandalizi ya mwisho kabla ya kipindi hicho kigumu kilichotabiriwa katika maandiko matakatifu. Kabla hatujaendelea mbele, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote mnaoungana nasi na mnaotuunga mkono kwa sala, ushirika na ujumbe kwa kutia moyo. Napenda kumtambua mchungaji Titus Mutiria kutoka nchini Kenya, ambaye ametuma ujumbe wa kutia moyo akisema, mtumishi wa Bwana, push on as the Lord Jesus uses you to reach his people. Akiwa na maana ya kwamba Mungu anaendelea kuonekana katika mikutano hii. Mchungaji Titus, popote ulipo, salamu zako zimefika salama. Mungu akulinde na kubariki katika huduma yako huko nchini Kenya. Na pia napokea kwa moyo wa shukrani salamu kutoka kwa dada Ngoro Barere kutokea huko Dar es Salaam. Salamu zako zimefika salama kabisa. Bwana azidi kukuimarisha na kukuweka salama katika kweli ya neno lako. Tunawatambua kwa heshima kubwa wasikilizaji wetu mnaofuatilia kupitia Bukelebe TV, mnaofuatilia kupitia God of Hope TV, mnaofuatilia kupitia Pizo Online TV. Tunaomba Roho wa Mungu awatembelee popote mlipo, awafikie kwa ujumbe huu na wajalie nguvu mpya ya kiroho. Kwa haya machache, naomba sasa tuiandae mioyo yetu kwa ajili ya sala ya kuanza kabla ya kuingia kwenye somo letu la leo.
Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa rehema zako ambazo hazikomi kila siku, na kwa nafasi hii ya kipekee ambayo si kila mtu ameipata, nafasi ya kusikia sauti yako kupitia neno lako. Bwana, tunatambua kuwa tunakaribia mwisho wa historia ya dunia hii, na nyakati tunazoishi si za kawaida kabisa. Hivyo tunakuomba utufungulie macho ya kiroho, utuangazie kwa Roho Mtakatifu, na ututegeshe mioyo yetu ili tupokee kile unachotaka kutufundisha leo. Tunaomba kila kizuizi cha kiroho kivunjwe, mashaka na usumbufu wa akili viondoke kwa jina la Yesu. Weka utulivu juu ya kila msikilizaji, na ufunue kweli zako kama mwanga uangazao gizani. Tunaomba haya tukiamini kuwa upo nasi sasa, ukizungumza, ukituonya na kutuandaa kwa ajili ya siku kuu ya hukumu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba, amina. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Mungu. Siku ya leo siyo siku ya kawaida, na ujumbe wa leo siyo ujumbe wa kawaida. Tunaendelea na somo letu la jana ambalo lilifungua pazia juu ya mateso yanayokuja kwa watu wa Mungu. Leo tunaingia sehemu ya pili ambapo tutatizama ndani zaidi. Mpendwa, napenda kusema kwa wazi kabisa, kwa sauti ya kinabii, kama kuna somo lisilopaswa kupuuzwa ni hili. Mpendwa, tunaelekea katika saa ya majaribu ambayo haijawahi kutokea tangu mwanadamu aumbwe. Ni wakati mgumu wa hatari, ni wakati mgumu wa mateso, ni wakati mgumu wa dhiki, taabu na mashinikizo ambayo inatabiri hayataacha yeyote salama isipokuwa wale waliotiwa muhuri wa Mungu. Leo tutajifunza mambo ambayo yamefichwa wengi, lakini Mungu kwa rehema zake, Mungu kwa upendo wake, ameamua kuyafunua kwetu kabla hayajatokea. Ndugu zangu katika Kristo, nisikilizeni kwa makini. Usifanye mchezo na nyakati hizi. Maandiko yanasema katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, ile sura ya pili na ule mstari wa 3. Hebu msomaji wangu fuatana nami katika fungu hilo. Fungu la Wathesalonike wa pili, ile sura ya pili na ule mstari wa 3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia iwayo yote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Mpendwa, mambo haya si hadithi. Mambo haya ni unabii, na unabii wa Mungu hautakiwi kuchukuliwa kwa mzaha. Watakatifu wa Mungu watalazimishwa kuchagua ama kusujudia mifumo ya dunia hii au kusimama upande wa Mungu, hata kama ni kwa gharama ya maisha yao. Msomaji wangu, fuatana nami katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ile sura 13 na ule mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda.
Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila, na jamaa, na lugha, na taifa. Hili ni pambano la moja kwa moja kati ya mfumo wa Ibilisi na wateule wa Mungu. Jambo hili sio mfano mpendwa, ni vita halisi. Hii ndiyo dhiki kuu. Ni dhiki kuu ambayo iko mbele yetu. Itatokea hapa duniani tunapozidi kufurahia maisha leo. Mungu anatuambia kuwa kuna mnyama atapewa ruhusa. Sio bahati mbaya. Ni sehemu ya mpango wa Mungu kuruhusu imani ya watu wake kujaribiwa hadi mwisho. Kipindi hiki watakatifu hawatakuwa salama. Watakatifu watasakwa. Watakatifu watachukiwa. Na watakatifu watashambuliwa. Msomaji wangu ufuata nami katika kitabu cha Danieli ile sura ya 7 na ule mstari wa 25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mikononi mwake. Kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Watu wa Mungu watadhoofishwa, si kwa upanga tu, bali kwa sheria na mashinikizo ya serikali. Sheria zitabadilishwa ili tu kuwalenga waaminifu. Wale watakaoshika kweli watapewa majina ya uchochezi kama wapinga maendeleo ya taifa, yaani wasiotii mamlaka. Ni mpango uliopikwa na Ibilisi kupitia mamlaka za kidunia ili kuwafanya watu wa Mungu waonekane maadui wa jamii. Msomaji wangu, fuatana nami katika kitabu cha Yohana ile sura ya 16 na ule mstari wa 2. Watawatenga na masinagogi. Naam. Saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Mpendwa, huu ni udanganyifu wa kidini. Watu wa Mungu wataitwa wazushi, na wale watakao watesa watafanya hivyo kwa jina la dini, wakidhani wanamtumikia Mungu, wakidhani wanafanya kazi ya Mungu, wakidhani wanamsaidia Mungu kufanya kazi. Mpendwa, hii inatuambia kwamba mateso hayatatokea kwa watu waovu tu, bali hata kutoka kwa wale wanaojiita wa dini. Majukwaa ya kidini yatatumika kuwapigia kelele sheria zitakazowakandamiza wateule wa Mungu. Msomaji wangu, fuatana nami katika kitabu cha Mathayo. Ni Mathayo ile sura ya 24 mstari wa 9 na ule mstari wa 10. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki. Nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa. Na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa. Nao watasalitiana. Na kuchukiana. Mpendwa, Yesu mwenyewe anatabiri watu wake watafungwa. Yesu mwenyewe anatabiri watu wake watauawa. Yesu mwenyewe anatabiri watu wake watachukiwa na mataifa yote. Na mbaya zaidi mpendwa,
wengi watasalitiana. Hii ina maana ya kwamba wengine waliokuwa nasi kanisani watatugeuka. Watatugeuka kwa sababu ya hofu. Watatugeuka kwa sababu ya tamaa ya dunia. Watakubali kutusaliti ili wao waepuke dhiki. Msomaji wangu, fuatana nami katika kile kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ile sura ya 13 mstari wa 15 hadi ule mstari wa 17. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Msomaji wangu, rudia tena vizuri fungu hilo. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama. Hata ile sanamu ya mnyama inene. Hata ile sanamu ya mnyama inene. Na kuwafanya hao wote wasioisujudu. Na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kuisujudu ya sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote. Naye awafanya wote. Wadogo kwa wakubwa. Wadogo kwa wakubwa. Na matajiri kwa maskini. Na matajiri kwa masikini. Na walio huru kwa watumwa. Na walio huru kwa watumwa. Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume. Chapa katika mkono wao wa kuume. Au katika vipaji vya nyuso zao. Au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza. Isipokuwa anachapa ile. Yaani jina la mnyama yule. Au hesabu ya jina lake. Mpendwa, hapa ndipo kitakapokuwa kilele cha mateso. Ukataji wa haki za kiuchumi. Hakuna kununua wala kuuza. Ukomo wa maisha ya kawaida. Ukikataa alama ya mnyama hautaweza hata kununua chakula. Lakini cha kusikitisha zaidi, mtu akigoma kusujudu atauawa. Mpendwa, huu ni wakati ambapo imani yako haitakuwa si siri tena. Utaulizwa hadharani. Je, utamtii Mungu au utatii mifumo ya dunia? Na jibu lako litakuweka katika hatari ya kuuawa ama kuokolewa. Msomaji wangu, fuatana nami katika kile kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Na imani ya Yesu. Mpendwa, katika yote hayo, mateso, chuki na vifo, bado kuna kundi litasimama. Si kwa nguvu yao, bali kwa imani ya Yesu na utii kwa amri za Mungu. Hii ni ishara ya ushindi wa kweli, si kuponea dhiki, bali kusimama imara ndani ya dhiki. Wapendo wa Mungu, huu si wakati wa mchezo. Biblia haitabiri baraka za mwisho duniani, bali inatabiri mateso kwa watakatifu. Na mateso haya hayatageukia tu akina Danieli na Meshaki wa zamani. Na mateso haya hayataishia tu kwa mababu zetu wa imani wa zamani. Ni wakati wa kunywesha mafuta taa zetu. Ni wakati wa kulisha neno la Mungu bongo zetu. Ni wakati wa kusimama kwa Mungu kwa gharama yeyote. Msomaji wangu, fuatana nami katika kile kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ile sura ya 7 mstari wa 2 na ule mstari wa 3. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu,
akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala mti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Mpendwa, kabla dhiki kuu haijaanza kikamilifu, Mungu atawatia muhuri wake waaminifu wake. Huu muhuri tutakuja kuona kuwa ni nini hasa kwenye masomo yetu ya mbele, lakini kiufupi huu muhuri ni alama ya kuwatenga waliomtumikia Mungu wa kweli, na hao waliotiwa muhuri hakuna atakayewagusa. Hata dunia ikitikisika, Mungu atasimama kama ngome yao. Mpendwa, katika dhiki kuu hii ambayo mateso yako karibu kwa watu wa Mungu, Mungu mwenyewe atawaokoa kama alivyookoa kina Meshaki, atawaokoa kama alivyowaokoa kina Abednego. Msomaji wangu, hebu fuata nami katika kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli ile sura ya 3 mstari wa 24 na ule mstari wa 25. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, Je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Tena wamefunga katika moto. Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli. Wakamwambia mfalme, ndio. Mfalme, kweli. Mfalme, kweli. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu wanne. Nao wamefunguliwa. Tena wamefunguliwa. Wanatembea katikati ya moto. Wanatembea kwenye huo moto. Hali hawana dhara. Tena hawana madhara. Na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Mpendwa, Shadraka, Meshaki na Abednego walipokaribiwa na dhiki, moto wa mateso ulikuwapo, lakini Mungu hakuwa mbali yao. Hata katika dhiki kuu ambayo itaenda kuonekana pamoja watu wa Mungu, Mungu atakuwa katikati yao katika dhiki hiyo. Ulinzi wake hautakuwa tu katika mwili, bali hata katika roho, ili waendelee kusimama imara pasipo kuogopa. Katika kipindi hicho Mungu atawalisha watu wake kwa kuwapa mahitaji yao. Msomaji wangu, fuatana nami katika kitabu cha Isaya ile sura ya 33 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Twende taratibu, twende pole msomaji. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Akung'utaye mikono yake, asipokee rushwa. Azibaye masikio, asisikie habari za damu. Afumbaye macho yake, asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu. Majabari ni ngome yake. Atapewa chakula chake. Maji yake hayatakoma. Mpendwa, maji yake hayatakosekana. Wakati dunia itakataa watu wa Mungu kununua wala kuuza, Mungu atafungua njia zisizo za kawaida kuwapa mahitaji yao,
kama alivyomlisha Eliya jangwani. Mungu atawapa mkate wa mbinguni. Mtu wa dunia atakufa kwa njaa, lakini mcha Mungu atashangaa kuona akilindwa katika hali isiyoelezeka. Malaika watapelekwa kuwahudumia watakatifu wa Mungu. Ni katika dhiki inayokuja tunayoiongelea. Msomaji wangu, fuata nami katika kile kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ya 91 mstari wa 11 na ule mstari wa 12. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake, kwa kuwa atakuagizia malaika zake, wakulinde katika njia zako zote, wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako, katika jiwe. Wakati dunia ikiwazunguka kwa vitisho, Mungu atawazunguka wateule wake kwa jeshi la malaika wasioelezeka. Hawa malaika si wa kupepea tu, ni maaskari wa mbinguni walioko kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mungu juu ya walio watoto wake. Lakini mwisho wa mateso haya ni utukufu wa milele. Msomaji wangu, fuata nami katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 24 na ule mstari wa 13. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho, ndiye atakayeokoka. Mpendwa, siku hiyo haitadumu milele. Kutakuwa na mwisho, na mwisho huo ni taji ya ushindi kwa waliovumilia. Mpendwa, Yesu atakuja kuwachukua wale waliochagua kubaki waaminifu licha ya mateso, waliokataa chapa ya mnyama, kama tutakavyokuja kuona kwa undani masomo yajayo. Waliovumilia kunyimwa, kusalitiwa, kudharauliwa, watafufuliwa kwa utukufu na kuvikwa uzima usioharibika. Mpendwa, tunapoangalia haya yote, mateso kwa watu wa Mungu na ulinzi wa Mungu kwa uaminifu wake, swali la muhimu ni moja: je, utasimama upande gani? Ukitaka ulinzi wa Mungu baadaye, simama kwa Mungu, si sasa. Ukitaka muhuri wa Mungu wakati wa dhiki, tii mapenzi yake leo. Muda wa neema bado upo, lakini sio mrefu. Na kama kuna siku ya kuamua kumtumikia Mungu kwa moyo wote, sio siku nyingine, ni siku ya leo. Mpaka sasa, wapendwa wasikilizaji wangu, tumeshajifunza kwa kina kuhusu mateso yatakayowakumba watu wa Mungu katika dhiki inayokuja. Mateso makali, vitisho vya kuuawa na kutengwa kabisa na mfumo wa dunia. Tumeona jinsi Mungu atakavyowahifadhi waaminifu wake, kama vile alivyowahifadhi Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Lakini bado kuna dukuduku kubwa ambalo halijajibiwa bado. Kwa nini hasa watu hawa wa Mungu watachukuliwa katika dhiki hiyo? Nini hasa kitakachosababisha dhiki hiyo kuu kwa watu hawa wa Mungu? Je, kuna jambo maalumu watu wa Mungu watafanya itakalo wachochea watu hao wateswe, watu hao waweze kutaabishwa, watu hao wachukiwe na hata watamani kuangamizwa? Mpaka sasa tumekuwa tukipata tu kando ya jambo hilo kuu. Lakini kesho, mpendwa, kesho ndiyo tutafunua kiini cha mateso haya. Kesho ndipo pazito pa kweli yote, ndipo siri nzito zitafunuliwa, ndipo sababu halisi ya dhiki kuu itakapowekwa wazi. Ndipo tutajua ni sheria gani itatungwa, nani atatoa agizo, na ni agizo gani la kidunia litakalowasukuma watu wote kuamua upande wao wa milele.
somo la kesho si la kukosa hata kidogo, kwa sababu ndicho kiini cha yale tuliyokwisha kutangulia kugusia tu. Mtu yeyote kwa daraja lolote, kwa hali yoyote, akilikosa somo la kesho, atakuwa amekosa kiini cha mafundisho yote ya wiki. Tafadhali panga mapema, tangaza kwa wengine, sali sana usiku huu, usikose somo la kesho, na jiandae kwa somo ambalo linaweza kuamua hatima ya milele ya maisha yako. Mpendwa, kwa neema ya Mungu tukutane tena kesho saa 4 usiku, na kama una swali tume kwa 067 39 50 59 067 39 50 59, na nambari hii ni nambari ya WhatsApp. Tuma swali yako nasi tutalijibu. Pastor Frank anapokuja kwa sala, ninakuaga kwa jina la Bwana, nikiwaalika tena kwa shauku kuu, kwa sababu kesho tutakutana na ukweli utakaoamua hatima ya wengi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, tunaona ya kwamba watakatifu wako watapitia changamoto, lakini wale watakaosimama watalishwa kama vile ambavyo Elia alilishwa katika kile kijito. Tunaona kwamba watakao kuwa waaminifu watalishwa kama vile ambavyo Yohana alilishwa katika kisiwa cha Patmo. Baba, utupatie uaminifu hata kanuni na sheria za nchi zitakapopangwa kinyume na neno lako. Tusikubali kufuata mifumo ya dunia, bali tusimame imara tukilitetea neno lako na maandiko yako matakatifu. Tukaitwe watakatifu zamu yetu itakapofika, kama ile zamu ya Meshaki, Shadraka na Abednego walivyokataa kusujudia sanamu mbele ya mfalme Atishaye, ambaye alighadhabika na uso wake ukabadilika, lakini hawakuogopa. Moto ulipowaka ukatisha, ukaongezwa mara 7, hawakutetemeka, walikubali kufa. Lakini leo hii tumekuwa dhaifu. Majaribu yakija, vitisho vikija, tunaogopa, tunakukosea, tunakuaibisha, tunamtukuza yule mwovu. Lakini Baba, kuanzia leo kwa somo hili likatupatie heshima, nguvu, ujasiri. Mifumo inapoenda kinyume na neno lako, tukatae na tusimame katika neno lako hata mwisho. Ninamwombea hata yule ambaye mpaka sasa ni legevu, ni dhaifu, ni regerege. Alivyoanza imani alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo wa kupinga dhambi, lakini leo hii amekuwa dhaifu. Dhambi ikija, ikimkuta ni anaanguka. Ninamuombea kwa jina la Yesu asimame imara, maana tupo kwenye kipindi cha dhiki kuu, nayo inakuja kwa kadiri mwaka unavyoongezeka, kwa kadiri siku inavyoongezeka, ndivyo mambo yanazidi kubadilika. Ninauombea ulimwengu wa Wakristo, ninauombea ulimwengu wa watu wanaotaka kuokolewa, waweze kusimama katika neno la kweli, waweze kusimama kama Meshaki, Shadraka na Abednego, waweze kusimama kama Elia alivyosimama, japo alikuwa peke yake kwa wakati ule, lakini alilitukuza jina lako. Na hatimaye Baba, siku ya mwisho tukawe kundi kubwa litakalo kulaki mawinguni, kwani tumeomba na kutumaini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.